Mfalme wa amani, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya masaa haya. Bwana, tunaomba tutakapolimega neno lako, Mfalme, kutusaidia na kutuwezesha kulifahamu na kulielewa kwa undani na hata zaidi, na kujua ya kwamba Bwana unatuwaza na unajua hali tunazozipitia. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine mwema ambao Bwana ametupa na ili tukaweze kulimega neno lake katika jina la Yesu. Nataka tusemezane ya kwamba Mungu anazijua hali tunazozipitia, na hali tulizoko ndani yazo tunaweza kuona kana kwamba tumeachwa, tumeachiliwa, tumesahaulika, hatujulikani na hata hatueleweki. Lakini ni kuhakikishia kwamba mpendwa, hiyo hali unayopitia, hiyo hali ulio ndani yake, Mungu anazijua na anaijua. Haijalishi ni ngumu gani, haijalishi ni matatizo gani, haijalishi ni watu gani wamekuacha, labda ni marafiki zako, watu uliowaamini sana, labda ni jamii yako imekuacha, watoto wako wamekuacha, wazazi wako wamekuacha, mume wako amekuacha, mke wako amekuacha, umepoteza kazi, unaugua na maradhi, na hata labda umelala katika kitanda cha hospitali, umewapoteza wapendwa wako. Ni kuambia kwamba hali unayopitia Mungu anaijua. Tuna neno la Bwana ambalo linatutia nguvu asubuhi ya leo katika kitabu cha Mwanzo chapter number 16, na ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inakuelezea kuhusu hali iliyokuwa imefika nyumba ya Abraham baada ya kuishi kwa miaka mingi pamoja na mkewe, na ikawa ya kwamba hawana mtoto na hawapati mtoto na miaka imesonga. Na kama jinsi mwanadamu mara nyingi akifika mwisho na hali ikimlemea utafuta suluhu ya matatizo anayopitia. Sasa katika this chapter 16, Biblia inatuelezea jinsi Sara mkewe Abrahamu alivyojaribu kujitafutia suluhu. Na Biblia inasema ya kwamba katika umri ule uliokuwa umesonga sana wa Abrahamu na mkewe, ikawa ya kwamba hawakuwa na mtoto. Na kama jinsi unavyojua, kwa mzazi ama niseme kwa mwanamke yote, nitumie that gender, ikifika mahali akose mtoto na miaka ile imesonga, huwa anaanza kuhuzunika moyoni mwake. Pia vilevile kwa mwanamume, na labda wazazi wale wanafika mahali wanaona ya kwamba hamna tumaini ama hamna sababu yote ya kuishi. Na sasa hapa ndipo ukisoma katika 15, Abrahamu mwenyewe anahuzunika kwa sababu umri wake umesonga, na anaambia Mungu, sasa imefika mahali na hata sina mke, na waangalizi wa mali yangu sasa wanaelekea kuwa ndio watakao kuwa warithi wangu. Lakini Mungu anamhakikishia kwamba haitawa vile, kwa sababu nitakubariki na watoto. Na akamwambia Abrahamu, toka nje, hesabu nyota za nyota, ukiweza basi uzao wako utakuwa kadri hiyo, uzao wako utakuwa mwingi. Do you see how God loves us? Jinsi anavyotuwaa wema, hata tukiona kana kwamba tumefika mwisho ama tumesahaulika, bado ana mawazo mema kwetu. Pia nawe mpendwa, hivyo ndivyo ilivyo.
japokuwa unaona kama umefika mwisho. Ukosefu umekufikisha mwisho, kudhihakiwa kumekufikisha mwisho, maradhi yamekufikisha mwisho. Sikia nikwambia asubuhi ya leo, bado Mungu mawazo aliyonayo kwako ni mema, ni mawazo ya amani. Sio kwamba kesho yako iwe ya kutaabika, sio ya kwamba uishi kwa kuhuzunika, but anakusudia kukupa tabasamu usoni mwako. Getting back to our chapter number 16. Sasa Sara akaona kwa sababu umri imesonga, na akawa alikuwa na mfanyikazi wake Hagar aliyekuwa wanaishi na yeye. And as men thickened, Sara akaona ni vizuri sasa, kwa sababu mimi na mume wangu tumefika mahali nimekosa mtoto, let me look for an alternative. Na tumejipata pia kama wanadamu katika hali kama ile ya kutafuta njia mbadala baada ya mambo kuturemea na kutufika mwisho. Lakini nikwambia kwamba njia iliyo bora, iliyo ya amani, ambayo haiwezi kukuletea huzuni na kilio baadaye, ni njia ambayo imetokana na Mungu, njia ambayo tumeelekezwa na Mungu. Hiyo haiwezi kutuletea kilio wala. Na baada ya Sarai kumpatia mumewe mfanyikazi wake, angalau aonekana kwamba watapata mtoto mmoja, japokuwa mfanyikazi, basi kawa vile ya kwamba baada ya Abrahamu kujamiana na huyu mwanamke aliyekuwa mfanyikazi, walipata mtoto. Na baada ya kumpata mtoto, kisoma mstari wake wa 5 mpaka 6, ikawa kana kwamba Sarai ameona sasa kama amedharauliwa katika ile boma, ama atadharauliwa kwa sababu hajapata mtoto, lakini mfanyikazi wake alipata. Na hivyo basi Abrahamu akamwambia, basi huyu Hagar ako mikononi mwako, utafanya na yeye utakavyo. Na baada ya hayo Hagar akaondoka, kwa sababu labda alipata mateso na akaenda katika nyika. Sasa mstari wetu ni wa 13 ambao nilitaka tusome. Na Biblia inasema hivi: And she called the name of the Lord who spoke unto her, Your God sees me. For she said, I have also here looked after him who sees me. Baada ya kusumbuka sana katika ile nyika na katika ile hali, Hagar akasema ya kwamba amepatana na Mungu aliyemwona, na akamwita Lord El-Roi, inayomaanisha Mungu anayeruhusu kuonekana. Mpendwa, katika hali gumu unayopitia, katika mateso unayopitia, katika ukosefu unaopitia, kuna Mungu ambaye anaruhusu kuonekana. Na nikwambia kwamba kucheleweshwa sio kunyimwa. Maybe your blessings have been so much delayed, but you have not been denied. At the right time of God,
He will release his blessings to you and you will encounter his favor. Haijalishi ni muda kiasi gani, haijalishi utadhihakiwa mpaka lini, lakini katika wakati ufaao wa Bwana ataziachilia baraka zake kwako, atakubariki, atakutoa katika ile hali, kwa maana yeye mwenyewe huruhusu aonekane na mwanadamu. Let me tell you, in your sickness you will see God. Katika ukosefu wako utamuona Mungu. Katika kudhihakiwa kwako utamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Just praise on. Pray. Omba na Mungu atafanya kuonekana katika maisha yako. Mungu atajidhihirisha katika maisha yako. And let me tell you, Biblia imesema kwamba Mungu akamwahidi Haka ya kwamba he will multiply his generation. Amidst of the challenges ambazo alikuwa anazipitia, Mungu alimwahidi ya kwamba nitabariki uzao wako. Katikati ya magumu na majaribu unayoyapitia, ile baraka ambayo Mungu amekuwekea, nataka nikuhakikishie asubuhi ya leo, Mungu ataijumuisha, ataizidisha katika maisha yako. You will encounter favor from God. Kuna mara nyingi ambazo tumefika na tunahisi ya kwamba huyu Mungu hayupo tena, huyu Mungu haonekani tena, lakini nikwambia kwamba atajidhihirisha mwenyewe, atabadilisha hali yako, atabadilisha kilio chako kiwe kicheko, huzuni yako iwe furaha, kwa sababu ni mwaminifu. Kwa hiyo jua ya kwamba Mungu anajua hali unayopitia, and he's coming to transform, to change, to reverse the situation for the better. And so don't give up in that. Let your hand raise high and your shoulders board, because unayemfuata ni mwaminifu, sio kama mwanadamu. Mimi naweza kujifanya najua hali yako na najua unachokipitia, lakini nisije kukubadilishia ile hali. Wewe muamini Bwana, mtumainie Bwana, ataibadilisha ile hali katika jina la Yesu. Tuombe. Mfalme wa amani, asante kwa sababu ya neno lako, ya kwamba unajua hali tunazozipitia. Tunaamini vile ya kwamba hali tunazozipitia unazijua na unazielewa, na utatufanya tutoke. Utatubadilishia huzuni iwe furaha, kicheko ubadilishe kilio, katika jina la Yesu. Mfalme wa amani, dhihaka tulizozipitia tutasifiwa, maana utakuwa umetubariki, katika jina la Yesu. Naombea kila mpendo ambaye atalisikiza neno lako na amelisikiza neno lako, ya kwamba Bwana utawabariki, utawainua, utawafariji, utawapa nguvu, utawawezesha kuvuka na kupenya kila aina ya majaribu na mateso, katika jina la Yesu. Bariki kazi za wapendwa hawa, bariki familia zao, bariki afya zao, katika jina la Yesu. Neema yako ikawa juu ya maisha yao, na kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini.